endelea kiasi kinaongezeka. Hata sisi wenyewe tunashangaa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tumeendelea kudumisha umoja. Tumekubali kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lazima tuimarishe huu umoja, tuutetee huu umoja ambao najua wako wanzilishi, na mimi nawashukuru sana. Wako viongozi waliotangulia ambao waliweka misingi mizuri kwa watoto wa Temboni. Mmeendeleza hiyo misingi, mmeendeleza, hamjafarakana, mmekuwa na umoja, na sasa mnaona baraka zake. Mnaona matokeo. Kila mwaka baraka zinaongezeka. Inawezekana hata idadi kubwa hii ya watu ni kwa sababu ya umoja. Watu wanatamani kwamba kwa nini mimi nisiingie katika jumuiya ya Temboni? Nisiingie katika usharika, nisijiunge na usharika wa Temboni na katika jumuiya zake. Faida ya pili katika umoja, Mungu hufanikisha kwa haraka mipango ile ya pamoja. Mungu anafanikisha kwa haraka. Yaani hakuna kugombana, hakuna kuvutana, yaani viongozi wa jumuiya, wazee wa kanisa, yaani wanafanya kazi kwa raha kwa sababu kuna umoja. Hata katika ya makundi yetu ya WhatsApp, yaani kuna makundi mengine mnapiga kelele, jamani michango, rambi, sijui nini. Watu inaonekana hao watu hawako pamoja. Lakini watu walio pamoja, wana umoja, yaani mambo yao yanakwenda. Sasa tufanye sherehe yetu tarehe 9. Jamani tarehe 9. Kutatokea kidogo maswali, viongozi watasema, hebu tupeni muda. Wakipata muda, wakijadili, wakipata jibu, jamani itakuwa hivi kwa sababu hizi. Watu wanaelewa. Kwa sababu kuna umoja, hata uelewa wa watu unakuwa rahisi. Lakini kusipo na umoja, ni ubishi, ni mashindano, ni kila mtu anataka kuwa kiongozi. Mambo hayaendi. Yaani mnapanga jambo, mlipanga kufanya tarehe 9, mnashangaa mnakuja kufanya tarehe 9 mwezi wa 9. Karibu tena na mwezi wa 12, wiki ya pili. Kwa hiyo faida nyingine umoja, ndio hiyo tunaona mambo yanafanikiwa kwa haraka. Faida ya 3, mkiwa na umoja, lolote mtakaloamua kulifanya litafanikiwa kwa sababu umoja upo. Lakini kama hamna umoja, fikiria hata katika familia. Kama umoja hamna, mnasema jamani tujenge nyumba ya familia, yaani ni kuvutana, huyu anaona, yaani mnaanza mabishano. Jamani tuanze vikoba vya familia. Sijui siku hizi kuna mkoba ya familia, yaani vitu vya kifamilia. Kwa sababu hakuna umoja, yaani watu hawafiki mwisho. Lakini katika jumuiya zetu, watu wana umoja, mambo yao yanafanikiwa. Mkipanga jambo, na kwa sababu mmejikita kiroho, mnafanya kiroho, mambo yanakwenda kwa urahisi. Jambo la 4, umoja una nguvu. Mkiwa na umoja kama ndugu, mtafanikiwa kuanzisha mambo mengi katika familia, nimesema, katika jamii, hata katika taifa. Kukiwa na umoja, mambo yanakwenda. Kukiwa na umoja wa kweli, mambo yanakwenda. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Maana yake watu mnaweza mkawa pamoja lakini hamna umoja. Tuko pamoja. Siku moja baba askofu alisema, hata watu wengine kila mara, hata wachungaji tunamwambia baba askofu, tuko pamoja, lakini tukitoka hapo hatuna umoja. Lakini unapokuwa